Sanaa ni nini? Kulingana na mafundisho pamoja na vitabu mbalimbali ambavyo viliweza kuandika maana halisi ya neno sanaa, kuna sanaa maana mbili ambazo zimeweza kupata ukubwa zaidi, lakini kuna maana zaidi ya 3 hadi 5 za sanaa. Lakini kwa siku ya leo nitakwenda kukupitisha katika maana mbili za sanaa. Maana ya kwanza ya sanaa, walisema sanaa ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya mtu kwa hadhira. Sanaa ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia au mawazo ya mtu kwa hadhira. Huyu mtu ambaye anatajwa hapa inamaanisha kwamba ni msanii. Msanii ni nani? Msanii ni mtu ambaye anafanya kazi ya sanaa, anasanifu sanaa. Huyo anayesanifu sanaa anaitwa msanii. Kwa maana nyingine kwamba anaitwa msanaa, maana yake mtendaji wa kazi ya sanaa anaitwa msanii. Kwa hiyo katika maana hiyo, hebu iweke hivi kwamba sanaa ni nini? Sanaa ni ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira. Kwa ule ufundi ambao unatumika kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira ndiyo inaitwa sanaa. Na hadhira ni nini? Hadhira ni wale watu ambao wapo kwa ajili ya kuweza kupokea ile kazi ya sanaa ambayo inafanywa na msanii. Kwa hiyo sanaa kwa maana ya kwanza ni ufundi wa kuweza kuwasilisha hisia na mawazo ya msanii kwa hadhira. Hiyo tunaita sanaa. Kuna aina ngapi za sanaa? Aina za sanaa zipo aina 3 za sanaa. Aina 3 za sanaa. Lakini katika hizi aina 3 za sanaa mara nyingi tumezoea kuzisikia aina 2, lakini leo nakwenda kukutajia aina 3 za sanaa. Sanaa ya kwanza, aina ya kwanza ya sanaa ni sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho ambayo katika Kiswahili kuonyesha maana yake ni kuonesha. Kuna mwingine anasema kwamba sanaa ya maonesho au sanaa ya maonyesho. Sanaa ya maonyesho, hii ni aina ya kwanza ya sanaa. Aina ya pili ya sanaa inaitwa sanaa ya uonesho. Sanaa ya uonesho au wengine wanaweza kusema sanaa ya uonyesho. Hii aina ya pili ya sanaa. Na aina ya 3 ya sanaa inaitwa sanaa za ghaibu. Sanaa za ghaibu. Hizi ni aina 3 za sanaa. Aina hizi 3 za sanaa zina maana gani? Sanaa za maonyesho ni sanaa za aina gani? Sanaa za uonyesho ni sanaa za aina gani? Na sanaa za ghaibu ni sanaa za aina gani? Basi endelea kufuatilia Filamu Darasa, tutaendelea kukudadavulia katika kipindi kinachofuata kuona aina hizi za sanaa. Sanaa za maonyesho, sanaa za uonyesho na sanaa za ghaibu ni sanaa za aina gani, na historia yake, na vitu vya msingi ambavyo vinaunda sanaa za maonyesho, na vitu vya msingi ambavyo vilisababisha sanaa ya asili ya Afrika kuweza kupotea na kuweza kuingia kwenye drama ili kuwaje. Kwa hapa unakwenda kupata historia kamili kabisa ya kuhusiana na masuala